Je, ninaweza kujitakasa? Very good. Good students. Hallelujah. Je, ninaweza kujitakasa? So, tulikuwa tunaangazia msingi wa utakaso katika scriptures au katika maandiko, na kama mwamini anaweza kujitakasa. Sasa tumefanya sehemu 2 na hii ni sehemu ya 3. Kwa kuna mambo mengi tumekwisha kuyazungumza. Ndio maana Jumapili iliyopita niliwadokeza kama tutaendelea. Lengo langu ukalejee notes ama ukalejee masomo yale ili urefresh memory yako. Tunapokuja kuendelea, tunaendelea tulikokuwa tumeishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakaso katika maandiko, utakaso ambao mwamini amepokea, tunapojifunza katika maandiko, ni kazi ya Kristo mwenyewe. Na sisi ni wapokeaji ama ni watu ambao utakaso umefanywa kwetu kwa kukaliwa na Kristo ndani yetu ama kwa kukaliwa na Roho wake. Glory to God. Kwa lugha nyingine, utakaso kwetu ni asili tuliozaliwa nayo katika Kristo. Sio kitu ambacho tunakitafuta siku hadi siku. No. Ni kitu ambacho tumezaliwa nacho. Sema nimezaliwa nacho katika Kristo Yesu. Hallelujah. Kwa maana katika uzao mpya umetakaswa. Umetakasika katika uzao mpya. Ulipozaliwa mara ya pili ulitakaswa. Glory to God. So, kama Wakorintho wa kwanza inavyosema sura ya 6 mstari wa 11-12 anasema lakini mlioshwa, mlitakaswa, mlihesabiwa haki kwa Roho Mtakatifu na kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. So ni past tense, ni kitu kilichofanyika tayari. It's a done deal. Lakini mlioshwa, mlitakaswa. Glory to God. Kwa mwamini ni mtu aliyetakaswa. Kwa lugha nyingine ni kitu cha kigeni kwa mwamini kuomba nini? Utakaso. Ni kitu cha kigeni. Lakini ni kitu cha kigeni zaidi mwamini kufikiri kwamba anaweza kujitakasa. Kwa sababu yupo atakasaye. Mwamini hajitakasi. Mwamini amepokea nini? Utakaso. Glory to God. So tuangalia hata Waebrania sura ya 2 mstari ule wa 10 na 11. Hapa anazungumza juu ya atakasaye na hao wanaotakaswa, kwamba watoka kwa mmoja. Atakasaye na hao wanaotakaswa watoka kwa mmoja. So atakasaye nani? Kristo Yesu. Na tukaona kwamba utakaso ni kitu ambacho kimefanyika, si tu kimefanyika halafu ni cha milele. It's a perfected work. Hallelujah. Ni kazi iliyokamilika. Sio kitu endelevu. Sasa unajua, unaposoma maneno au matumizi ya maneno katika Biblia yanapaswa kueleweka kwenye muktadha wake. Hallelujah. So, wanasema tuna utakaso unaoendelea. Bwana anasema ya kwamba tunatakaswa kwa neno lake. Well, good. Tuna utakaso unaoendelea. Si utakaso wa dhambi zako. Utakaso wa dhambi zako hauendelei. Amen, amen. Ila kama unazungumzia utakaso kama consecration, kujiweka wakfu siku hadi siku, hilo ni jambo endelevu. Hallelujah. Lakini kutakaswa dhambi zetu ni jambo ambalo limefanyika mara moja kwa milele. Labda ni refresh memory yako kidogo. Kitabu cha Waebrania sura ile ya 10. Sura ya 10 utasoma kwa ufungue. Na discipline katika Biblia, katika ibada, you open scriptures. Utaja maandiko, unafungua Biblia yako. Chap chap. Utasoma wewe. Kitabu cha Waebrania sura ya 10. Hallelujah. Tuko pale pamoja? Mstari kuanzia ule wa 12. Mstari kuanzia wa 12. Unaweza kusoma? 1, 2, 3 tusome. Mbona tumeachana? 1, 2, 3. Okay. Alafu maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele. Hebu sema hata milele. Kwa wakina nani wamekamilishwa hata milele? Hao wanaotakaswa. Ni nani hao? Waamini. Isn't it? So muamini ametakaswa hata milele.
Labda nyuma kidogo ya mstari, tuanzie mstari wa 10. Haleluya. Tuanzie mstari wa 10. Umefika hapo? Wewe komaa na Biblia yako, usishangae mambo mengine. Komaa na Biblia yako. Sura ya 10 mstari wa 10. Tuanzie hapo. 1 2 3. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso. So, lugha ni jambo la msingi katika usomaji wa Biblia. Anasema mmepata. Amen. Pastor Rebecca, hii unaelewa? Mmefanya nini? Mmepata. Unajua hata kule Kenya Kiswahili hiki kinaeleweka kwamba ni past tense au ni kitu anasema ni sio tu past tense, ni nini? Anasema kuna perfect hapo, sio? Imekamilika, sio? Mmepata maana yake ni kitu ambacho kimefanyika na kimekamilika. Si ndivyo? Katika mapenzi hayo mmepata utakaso, kwa kutolewa kwa mwili wake mara moja tu. So, Yesu Kristo anatolewa mara nyingi kwa ajili ya dhambi. Ametolewa mara nini? Mara moja. Na sisi kwa toleo moja tumepata nini? Utakaso. Ndio pale mbele anasema kwamba utakaso wa nini? Wa milele. Glory to God. Kwa kazi hiyo imekamilika. Maana kazi ya utakaso ndio ile tunaita finished work of Christ. Kuna kazi ya Kristo iliyokamilika, kuna kazi ya Kristo inayoendelea, an ongoing work of Christ. There is a finished work of Christ, then there is an ongoing work of Christ in and through us. Lakini ya utakaso imekamilika. Kazi iliyokamilika, kazi inayoendelea. Ya utakaso imekamilika. Kwa habari ya dhambi amemaliza. Hallelujah. Glory to God. So, ikiwa kwa toleo moja, sio matoleo mawili, maana yake dhabihu ile moja imetosha. Si kama dhabihu za mbuzi na mafahali ya ng'ombe katika Agano la Kale, ambapo makuhani wa zama hizo walikuwa wanatoa dhabihu kila mwaka, kwa sababu palikuwa na kumbukumbu ya nini? Ya dhambi. Hallelujah. Iko tu hapo kwenye sura ya 10, sitaki kurudia sana mambo, just refreshing your memory. Anasema kwamba makuhani katika Agano la Kale walitoa dhabihu hizo kila mwaka, kwa sababu kulikuwa na kumbukumbu ya nini? Ya dhambi. Maana yake dhabihu zile hazikuweza kuondoa kabisa dhambi. Kwa udhaifu wa dhabihu za Agano la Kale haziwezi kuondoa. Kwa mwandishi wa kitabu cha Ibrania anaringanisha, akionyesha utofauti wa dhabihu za mafahali ya ng'ombe na mbuzi kwenye Agano la Kale na dhabihu ya Kristo Yesu. Inaitwa dhabihu iliyo bora zaidi. Haleluya. Mjumbe wa agano lilo bora zaidi na dhabihu iliyo bora zaidi. Ile neno bora haliko katika habari ya kulinganisha kama better au whatever. Iko katika kuongelea kile kinachodumu. Bwana Yesu asifiwe sana. So ile ilikuwa inatolewa kila mwaka, lakini Kristo ametolewa mara moja. Na kwa dhabihu hiyo inatosha kabisa kuwakamilisha takatifu. Neno kamilisha pale maana yake ni kwamba dhambi zao zinapoondolewa hapana kumbukumbu tena. Kwa Mungu alipokuwa anasema na Yeremia kwa kinywa cha Yeremia nabii kwa habari ya dhambi zetu, akizungumza habari ya Agano Jipya, na of course Agano Jipya katika msingi wa Biblia haiko kuongelea kwamba Mungu anafanya jambo tofauti. No. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kidogo inaleta shida sana Agano la Kale, Agano Jipya. Nachukua la kale kama la zamani limepita la kupaki pembeni. Jipya la sasa la kuendelea. Haikuwa mantiki ya matumizi ya maneno hayo. Hallelujah. Jipya iko katika habari ya kurenew, sema renew. Kurenew is that you are doing the same thing. Yani ni kama una restart project yako, unafanya tena. Unafanya tena. Bwana Yesu asifiwe sana. So, katika agano hili anasema kwamba sitazikumbuka nini? Dhambi zao. Nitawasamehe dhambi zao na maovu yao sitayakumbuka kamwe. Anaweka neno kamwe. Kamwe kwa sababu gani? Kwa sababu dhabihu ya Yesu Kristo imetosha mara moja kwa milele. Inatakasa kabisa. Hebu sema inatakasa kabisa. Inaosha kabisa. Kwa tunaposema muamini ametakaswa milele, tunatukuza dhabihu ya Yesu Kristo. Tunatukuza dhabihu ya Yesu Kristo. Tunaitukuza, tunaongelea nguvu yake. Damu ya Yesu ina nguvu kuliko damu ya ng'ombe. Waliotakaswa kwa damu ya ng'ombe wanahitaji kuomba tena rehema asubuhi na kuita hiyo damu, kwa sababu haitakasi kabisa, inabakiza kumbukumbu. Kuna sin consciousness ndani ya mtu ambaye hajui nguvu ya dhabihu ya Yesu Kristo. Lakini kila ambaye anajua nguvu ya dhabihu ya Kristo Yesu hatembei katika ufahamu wa dhambi, hatia na hukumu. No. Hakuna tena hukumu
juu ya hawa walio katika nani? Kristo Yesu. Glory to God. Asa kwa sababu sheria ile ya roho wa uzima iliyo katika Kristo Yesu imenitenga mbali na sheria nini? Dhambi na mauti. So mtu ndani ya Kristo ametakaswa mara moja kwa milele. Anaamka asubuhi ana ujasiri, anasema asante Yesu, nimetakaswa. Asante Yesu, nina msamaha kwa damu yako. Nina masamaha ya dhambi kwa sababu ya dhabihu yako. Haanzi kulia na kuomboleza kwa ajili ya dhambi zake. Haanzi kuita damu tena mara nyingine imtakase. No, anaamini katika hiyo damu na anakiri hiyo damu kwamba imemtakasa. Glory to God. Kwa sifa zetu na maneno yetu yanakuwa ni dhabihu zinazoungama jina lake, zinazosifu jina lake, ukuu wa dhabihu yake, kwamba Yesu asante, au Baba asante kwa sababu katika Kristo Yesu umeniosha dhambi zangu zote. Glory to God. Nini mwamini anapokuwa ametenda dhambi anatakiwa kukiri nini? Anakiri dhambi zake au anakiri dhabihu iliyoondoa dhambi? Kwa sababu kukiri kwako dhambi mbele za Mungu hakusaidii chochote. Sasa mimi unajua napenda tu niseme, nimueleze Mungu makosa yangu. Most of the time ina fire back kwako. Utatembea na hiyo consciousness ya dhambi na kuanza kujiona haustahili tena mbele za nani? Za Mungu. Unaanza kuona umepungua, kwa hiyo hauwezi kaomba maombi yakajibiwa. Unaanza kuona kwamba kuna shida kwenye uhusiano wako na Mungu. Unaona wakati wote kama kuna dhambi inasimama katikati yako wewe na nani? Na Mungu. Na anasema watoto wadogo, nafikiri waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza, anasema watoto wadogo nimewaandikia ili msitende dhambi. Na kama mtu akitenda nini? Dhambi, aende mlimani akafunge siku 40. Amesemaje? Tunaye mwombezi, an advocate. Of course sijui KJV kwa nini tumia advocate. Anyway, sasa tunaye mwombezi, Yesu Kristo. So mwombezi katika muktadha au katika matumizi ya maandiko yanapozungumza kwa habari ya Yesu ni kwamba yuko mbinguni, anataja jina lako moja moja kila ukitenda dhambi. Sasa Bwana Josephine, msamee tena, muangalie tu, muhurumie tu, unajua ni yule ni hajielewi anarudia, msamee. Ndio mwombezi? No. Sema no. So neno mwombezi hata katika kitabu cha Warumi sura ya 8 anaposema ya kwamba ni nani atakayewashtaki watu wa Mungu, anasema Mungu, anasema Kristo Yesu, anasema Mungu ndiye asabia haki, si ndivyo? Ni nani atakayehukumia adhabu, anasema Kristo amekufa kwa ajili yao, tena ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, anafanyaje? Anatuombea. Iko kuongelea kuketi kwa Kristo ndani yako. Iko kuongelea huduma yake ya ukuhani ya umilele ambayo inaanza katika ufufuo wake. Kristo kuketi kwake ndio maombezi. Kuketi kwake ndani yetu ndio kinachoongelewa kama nini? Maombezi. So kwa sababu Kristo ameketi ndani yetu, maana yake ni kwamba anadumu kwa Mwokozi, anayehakikisha kwamba wote aliowaokoa wanabaki salama mpaka mwisho, mbali na hatari ya dhambi. Kwa presence yake mbele za Baba kwa ajili yetu, uwepo wake mbele za Baba kwa ajili yetu, ndio inaitwa huduma yake ya nini? Ya maombezi. Hallelujah. Asema ameketi. Hajasema yuko busy anafanya kazi kwa ajili, amemaliza, ameketi. So kuketi kwa Kristo ndani ya muamini ndio utakaso wake. Do you understand that? Kuketi kwake ndani yetu au roho wake ndani yetu ndio utakaso wetu. Utakaso haina mantiki ya kwamba kuna kimiminika kinachokusafisha kama unavyosafisha masufuria yakichafuka na ukoko wa ugali au wali. Nasafisha tena, vumbi limeingia, nasafisha, na masizi nasafisha. No. Dhambi haiongelewi namna hiyo katika maisha ya mtu, kwamba ni kitu ambacho ni kama umechafua nguo then unaenda kutafuta damu ya Yesu, kimiminika fulani kinakuosha. No. The blood of Jesus is his life. Damu ya Yesu ni uhai wake. Damu ya Yesu ni uhai wake, uzima wake, na to be more precise, resurrection life, maisha yake ya ufufuo au uzima wake katika ufufuo wake. Alipofufuka katika wafu, the spirit, roho wake ndio damu yake. Kwa damu ya Yesu ni lugha iliyokopwa kutoka kwenye maandiko ya Agano la Kale kuongelea uhai. Sasa nasema nimeoshwa kwa damu ya Yesu simply means nimefanywa wafu wake, nimetengwa kwa sababu ya maisha ya Kristo ndani yangu. Glory to God. Ama dhambi haina nguvu tena kwangu kwa sababu Kristo anakaa
ndani yangu, kwa sababu roho wake anakaa ndani yangu. Kwa roho wake kukaa ndani yetu ni kutengwa kwetu mbali na dhambi na hatari zake. Are you getting it? So damu hiyo imemiminwa wapi? Kwenye mioyo yetu. Kwa Kristo anakaa wapi? Kwenye mioyo yetu. Roho wake anakaa wapi? Kwenye mioyo yetu. Uzima wake, uhai wake unakaa wapi? Kwenye mioyo yetu. So Paulo anasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Sasa na uzima huu au uhai huu nilionao, ninao kwa imani ya mwana wa Mungu. Ile neno imani pale unatakiwa uelewe vizuri, linaongelea faithfulness, uaminifu wa Mungu. Haleluya. Sio kwamba Yesu anaongelea uaminifu wake, uaminifu wake katika agano lake, uaminifu wake katika kazi alichosema na akafanya. Amen, amen. Uaminifu. So sasa na uhai huu nilionao, ninao kwa uaminifu wa mwana wa Mungu aliyekufa, au alijitoa nafsi yake akafa kwa ajili ya dhambi zangu. Haleluya. So manake sio sisi tena, Kristo anaishi ndani yetu, na Kristo kuishi ndani yetu ndio utakaso wetu. Glory to God. Roho wake ndani yetu ndio utakaso. So kuamka asubuhi na kwanza kuita damu ni ushamba. Ni kwamba hujui vizuri, hujui roho wake ni nini, hujui damu yake ni nini, hujui alichokifanya ni nini. Katika ulimwengu wa roho, katika ufufuo wake, waamini wanapopokea roho wake ina maana gani? Ndio maana tu uzao mpya. Asema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa nini? Kiumbe kipya. Ya kale imepita, tazama imekuwa nini? Mapya. Asemi hivi, mtu akiwa ndani ya Kristo afa akaendelea kujitahidi, afa akaanza kubadilika tabia, ataelekea kuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya sio mchakato. Kiumbe kipya ni asili, mtu anazaliwa ndani ya nani? Ya Kristo Yesu. Haleluya. Sema kiumbe kipya sio mchakato, ni asili, mtu anazaliwa nayo ndani ya Kristo Yesu. So Yesu anamwambia Nikodemu, anamwambia kwamba mimi nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa nini? Wa Mungu. Ile neno kuzaliwa mara ya pili, neno genao anothen. Anothen inaongelea juu ama isiyo ya dunia hii. Juu limetafsiriwa pia kwenye kitabu cha, kimetumika kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3:31 pale 33, ambapo Yohana anasema yeye aje kutoka juu, yuko juu ya nini? Ya yote. Ile neno juu ni anothen. So kuzaliwa mara ya pili haiko na maana ya kwamba kuna kuzaliwa ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Ndio maana watu wanazaliwa mara ya pili kila Jumapili. Lakini nimezaliwa mara ya pili, naweza kuzaliwa tena, naweza nikazaliwa. No, haiko in terms of number. Iko kuongelea aina tofauti ya uzao, born of his spirit. Ama anothen iko na maana wakati mwingine afresh or from the beginning, upya ama kutoka nini? Mwanzo. Mwanzo ipi? Mwanzo 1:26, 27, 28. Mtu katika sura na mfano wake. So mtu asipozaliwa mara ya pili simply means mtu asipokuwa na roho wa Mungu. Haleluya. Mtu asipozalishwa kwa roho, au asipozaliwa na roho, asipokuwa matokeo ya roho. So tunapoamini roho wa Mungu anafanya utu mpya ndani yetu, tunazaliwa kwa roho, tunakuwa uzao mpya. Ni asili, it's a nature, sio matokeo ya mwenendo. At that point sio matokeo ya mwenendo. Kwa habari ya asili ulionao katika Kristo Yesu haihusiani na mwenendo wako. Nimeeleka ninachokisema? Kwa habari ya asili ulionao ndani ya Kristo haihusiani kabisa na mwenendo wako, ila mwenendo wako utahusiana na uzao wako mpya ndani ya nani? Kristo Yesu. Mwenendo wako utakuwa ni matokeo ya uzima mpya au uhai mpya ulionao ndani ya Kristo Yesu. Lakini sio kama mwenendo wako unatengeneza utu mpya. Sema unajua najitahidi kutengeneza moyo mpya. Najitahidi kutengeneza? No. Ni kazi ya kwake mwenyewe. Bwana anasema pia kwa kinywa cha Ezekiel, anasema ya kwamba nitatoa moyo wa nini? Wa jiwe. Nitafanya nini? Moyo wa nini? Nani anasema atafanya? Yeye mwenyewe. So anaongelea experience tunayoipata katika wokovu. Ni moyo wetu wa jiwe unatolewa, unawekwa moyo wa nini? Wa nyama. So moyo wa nyama ni nini? Ndio unaitwa moyo mpya. Ni habari ya uzao mpya, ni kukaliwa na roho wa Mungu ndani yetu. Hallelujah. Glory to God.
So hali hiyo unahitaji uiombe kila asubuhi. Sasa mtu mwenye hiyo hali ndio aliyetakaswa, ndiye ambaye dhambi imewekwa mbali na yeye. Kwa utakaso sio matokeo ya maombi. Rudia hiyo sentence. Ni kama tunavyosema msamaha. Msamaha hauombwi mbele za Mungu. Msamaha ni matokeo alichokifanya Kristo mara moja kwa ajili yetu. Mungu amesamehe mara moja katika Kristo Yesu. Asamehe kila siku. Kwamba anasubiria uombe msamaha, ujieleze, uonyeshe machozi mengi, ongee umpange pale kwa sentensi na kauli fulani. Bwana, unajua kama unavyoelewa ubinadamu tu, unajua sitarudia mimi, unajua ni udhaifu tu na nini. Umpange ulielie pale, ufunge siku 5 sema okay, now I see. Okay, nimekusikia, nimekusamehe hiyo, ila angalia usirudie tena. Yosa, Mungu hawezi kukusamehe kama hujaomba msamaha. Yaani maana yake sisi ni bora kuliko Mungu. Maana Mungu mwenyewe sisi anatufundisha tusamehe kabla watu hawajafanya. Imagine making God a substandard of man. Yaani yeye anakuwa ni wa kiwango cha chini kuliko mtu. Mwanadamu anaambiwa asamehe kabla hajafanyaje? Hajaomba msamaha. Afu Mungu anatakiwa apigiwe magoti, aombe rehema, anagubu kweli, ameshikilia mambo. Yaani ashawishiwe na kwa sadaka ipelekwe. Sema sadaka ya machozi, sadaka ya dhambi, sadaka unakuja na fungu ili umshawishi Mungu akusamehe. That God, me I can't worship. Asa pia usiposamehe wengine, Mungu hakusamehi. Do you know the implication of your sentence? Maana ya hiyo kauli, unamaanisha Mungu anatenda dhambi. Kwa sababu kutokusamehe ni nini? So Mungu anaweka watu wote wanaofanya dhambi moyoni, amewashikilia mpaka. Glory to God. So msamaha ni kitu ambacho muamini amepokea mara moja kwa milele. Kwa maana yake ndani ya Kristo watu wana nini? Wana msamaha. Kwa Efeso 1:7 I think. Anasema ya kwamba ambaye kwa yeye ndivyo inavyoanza, sio? Tunao nini? Tunao ukombozi. Alafu msamaha nini? Masamaha ya dhambi. Ambaye katika yeye tunao ukombozi, yaani masamaha ya dhambi. So unaweza kachika hata kwa Wakolosai pale. Wakolosai pia inazungumza the same. Anaongelesha ukombozi. Anaufafanua ukombozi kama masamaha ya dhambi. Sasa tunao ni lugha ya possession. We have it. Tunao. So tunao ukombozi, yaani masamaha. So ina maana muamini ndani ya Kristo anamiliki nini? Msamaha. Hebu sema anamiliki msamaha. So tukisema tuutaje uzao, ni uzao wa namna gani? Uzao wa walio samehewa. A forgiven generation. A forgiven kind. So ni uzao ambao umepewa hiyo, yani wao wamesamehewa. Sasa hata akifanya unakuta mtu anaweka anarundika makosa mengi kutaka kuonyesha Mungu atachoka. Sasa hata mtu akaiba kabisa, hata mtu akaua mwingine, hata mtu yani kweli bado tu amesamehewa. Mungu sio Joni. Amen. Mungu sio ndio maana anaitwa Mungu. Amesamehe. Huyu mtu ni anayemiliki msamaha. Amen. Je, kusamehewa kwake ni sababu ya kuendelea kutenda dhambi? Hapana. Lakini huyu mtu amefanyaje? Amesamehewa. Haibadilishi. Huo ni uaminifu wa Mungu. Tunaweza kuwa wehu sisi, Mungu abadilike katika uaminifu wake. Amesamehe. Asa Mungu alikuwa ndani ya mwanadamu Kristo Yesu. Wakorintho 2:5-19. Wakorintho 2:5-19. Sasa Mungu alikuwa ndani ya mwanadamu Kristo Yesu akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa. So in Christ God is not counting sins. Hachukui rekodi ya dhambi. Maana yake kwa lugha nyingine si kwamba ana usahaulifu, kwamba ana loss of memories, kwamba au macho yake anapofushwa haoni ukikosea. It doesn't mean that. It means your sins are not taken to account. Dhambi zako haziwi charged juu yako. Deni hiyo imefanyaje? Imelipwa.
Kwa tunaimba ile deni yodaiwa haipo tena, si ndio? Nimesamewa, ni uhalisia wa vile tulivyo ndani ya Kristo Yesu. Nimesamewa, mbona ile hati ya mashitaka haipo tena. So it means ni kazi ambayo imekamilika. So mwamini ana msamaha, mwamini ametakaswa. Glory to God, glory to God, hallelujah. Siji nakuelewa hii unaielewa? Je, ninaweza kuomba utakaso? Jibu ni nini? Je, mwamini anaweza kujitakasa? Jibu ni gani? Ni nani anayetakasa? Kristo Yesu. Kwa sisi ni watakaso, ni kama wokovu. Ni nani anayeokolewa? Ni nani mwokozi? So kila mtu afanye majukumu yake, tusijifanye co-saviors, partners in saving. So anatuokoa na sisi tunajiokoa. Aliniokoa kidogo na mimi namalizia wokovu. It's not like that. Yeye ndio anaitwa mwokozi. Yuko kwenye ofisi inaitwa nani? Mwokozi. Kwa kama ungekuwa kuna mahali ambapo ndio huwa anapatikana ni ofisi yake, you go there, unakuta pana kibao kimeandika the savior. Hallelujah. So who is the savior? Jesus Christ. Nani ni mwokozi? Yesu Kristo. Sisi ni waokolewa, tunakaa mahali petu, na amani ya Mkristo ipo hapo. Kujua ametakaswa, kujua amehesabiwa haki, kujua hahesabiwi dhambi tena, kujua hukumu ya adhabu iko juu yake tena, kujua ana uzima milele, kujua iko katika fellowship na Baba isiyovunjika kwa sababu yote ile. Paulo akasema nimehakikishwa, nami nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala yaliyo juu, haleluya, ama yaliyo chini. Akataja mambo mengi, asema wala upanga, wala uchi, wala yani yoyote yale, yawe ni majini, mashetani, ya mbinguni, ya duniani, ya wapi, sasa hakuna cha kunitenga na upendo wa Mungu katika nani? Kristo Yesu. Mwamini unapaswa kuja kwenye hiyo assurance, uhakika. Hii dunia uwezo kabiliana nayo vizuri kama unaishi kwanza una mashaka na Mungu wako. Alafu imagine Mungu akukusaidia mwenyewe una mashaka kama yuko upande wako au la. Unakuwa umeongeza ugumu mara ngapi? Mara 2. Mambo duniani ni magumu, alafu tayari una ugumu mwingine, kuna bifu katikati yako wewe na Mungu. Unatembea duniani unaona huna amani na Mungu. Yeye anakuotea. Maadui, kuna maadui wengine wanaitwa duniani maadui, wanakuotea na Mungu naye anakuotea. Wapi akupige? Kwa kila siku unakuwa unalia Mungu, maana unaona haya nilisahau pale sikutoa sijui partnership labda atanichapa. Yaani unakuwa na wasiwasi tu. Na wale watu wakitembea kwenye gari au kwenye ndege, hali kiumba kidogo hivi, maombi yanayomwagika hapo. Si hata yaokomba basi yaokolewe na ajali. Anaanza kumimina maombi yanaitwa ya toba. In fact you can't pray for toba, yeah? Toba yongo, isn't it? Hiyo sinaeleweka jamani? Toba? Toba sio matokeo ya maombi. Lakini mtu anasema anaomba maombi ya toba, anatubu. Anatubu nini? Anasema anaungama zile dhambi zake ili Mungu amsamehe za mwisho hizo, anataka hajaziombea msamaha ili akifa ajikute yuko na Bwana. So watu hataki kumisi Bwana. Ndio anasema. So watu wengi wana hofu ya kifo, sio kwa sababu gani? Hawana uhakika. Akifa anaenda wapi? Akifa inakuwaje? Hebu mwambie jana yako siogopi. Mimi najua niko na Bwana leo, niko na Bwana kesho na milele pia. Hatuachani. Hata mimi nikisema namwacha, yeye ni mwaminifu, anaambatana tu. Glory to God. Amen, amen. Sisi tunataka kuvunja uaminifu wetu, lakini yeye anadumu mwaminifu. Hakuachi kamwe. Sasa sitakuacha kamwe. Kwa mwamini anakuwa na ujasiri, siachi kamwe. Katika mauti haniachi. Sasa kuna kosa moja ulifanya, moja lile. Hilo nalo liliwekwa juu ya msalaba wa Kristo. Liliwekwa juu yake, lililipiwa. Adui asikujaze ufahamu wako. Kachoka, ukakata tamaa, kakusemesha mambo mazito kwenye ufahamu wako. Sasa ufai watoto wa Mungu wako kama wewe. Kuna hiyo sauti. Unajua shetani, watu wanafikiri shetani kuongea na wewe anakuja na mapembe na no. Uko zako vizuri tu, umepanda mwendo kasi.
Umeka zako vizuri tu au umeshikilia ile kamba? Unaelewa? Afu nasikia mawazo sema, hivi unajua kwa habari ya watoto wa Mungu, wewe ni mbali sana. Unaona fulani na fulani wale walivyo. Wale sasa ndio watoto wa Mungu. Wewe kimeo chako cha jana unakumbuka? Watoto wa Mungu hawako kama wewe. Unakuwa discouraged. Unajazwa maneno, ufahamu wako unashambuliwa. Po anaita mishale ya moto. Lakini unapokuwa full of the word of God, unaizimisha mishale yote ya moto. Hallelujah. Adui anakosa nafasi. Naambia okay, hiyo naifahamu. Wewe ni nani? Anakumbusha dhambi za kutosha. Unamwambia nazifahamu. Si mimi ndio nimezifanya. Hizo nazifahamu. Who are you? Hilo swali sio zuri? Nzuri sana. Ask the devil, who are you in this matter? Kwenye familia yangu mimi na baba, wewe ni uncle au auntie? Eti kwenye familia yetu sisi na Mungu, sisi ni watoto, yeye ni baba. Ibilisi huwa ni nani pale? Mpaka uhusike na mambo yetu. Niliyemkosea baba yangu, wewe wewe inakuhusu nini? Who are you? Umefanya, ulifanya, si imetokea, ulimkasirikia yule mama, ulifanya. I know. Now get out. Hallelujah. Nafahamu, toka. Si na nini? Zambi, bebe. Hata hiyo aliifia msalabani. Off you go. Hiyo kitu cha ajabu ni kwamba kuna waamini hawaendi kanisani eti kwa sababu wametenda dhambi. Wana kiburi, wana majivuno, wana jeuri, wakifikiri kwamba siku ambazo walikuwa wanastahili kwenda kanisani ni kwa sababu walikuwa wamenyooka sana kwa jinsi yao wenyewe. Unakuta mwamini ameacha kumtumikia Mungu. Nini? Unajua yani najaribu kutengeneza maisha yangu, kwa kweli nimemtenda mambo Mungu mabaya, siwezi kabisa, sistahili kusimama kwenye madhabahu yake. Wewe lini ulistahili? Kwa biashara zako mwenyewe, kwa jitihada zako mwenyewe. Kwa unataka kutuambia moments zile ulizokuwa unamtumikia Mungu ni kwa sababu ulikuwa una haki sana itokanayo na matendo yako. Hicho sio kiburi. Watu wanyenyekevu ni wale ambao wanaamini tu katika dhabihu ya Kristo. Hawajiamini wao wenyewe kwa utakatifu wao au haki yao. Hao ndio wanyenyekevu ambao wanainua tu macho juu kutazama msalaba wa Kristo, kutazama dhabihu yake. Sio kama yule Farisayo katika hekalu akajipiga kifua wa Bwana, mimi sio kama huyu toza ushuru, mimi natoa sadaka, mimi nafanya hivi. Anajihesabia haki kwa shughuli zake mwenyewe. Lakini yule ndugu akatazama lile neno pale, lazima tunaongelea, akatazama dhabihu katika hekalu. Alijua kwamba yeye mwenyewe hatoshi, akategemea kile ambacho Mungu mwenyewe anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema nitategemea wakati wote kile ambacho Mungu amefanya. Kama nitaona fahari kwa Bwana. Haleluya. Kwa maisha yetu, kustahili kwetu ni matokeo ya kazi yake. Hatukujistahilisha. Sema aliyetustahilisha tupokee sehemu ya urithi katika watakatifu. Aliyetustahilisha. Kwa muamini ni mtu wa namna gani? Amestahilishwa. Hebu sema nimestahilishwa. Sasa wewe jamaa, wewe unasema umehesabiwa katika Kristo, wewe unajikudania. Sasa sio mimi, nimestahilishwa. Na hiyo ndio ibada yenye maana mbele za Mungu, kusema na kuungama kila amefanya kwa ajili yetu. So swali tena, je, muamini anaweza kujitakasa? Je, anaweza kuomba utakaso? Kwa sababu sio matokeo ya nini? Ya maombi. Utakaso ni kazi ya Kristo. Kwa dhabihu moja tu amewakamilisha hata milele. Kwa hiyo ilitosha. Siamki asubuhi na kuanza kuita. No. Kama nimeamka asubuhi, nitaikiri dhabihu yake, sio kusema najitakasa, najiosha, najifanya nini. Kwanza una access. Wala hakuna sehemu, hakuna scripture inayompa muamini mamlaka ya kutumia kinachoitwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni dhabihu. Na anasema
katika Agano la Kale kwa siku za nyuma, anasema kila kuhani ni lazima awe na kitu cha nini? Cha kutoa. Huwezi kuwa kuhani huna nini? Cha kutoa. Kwa anasema yeye vivyo hivyo akajitoa. Maana yake yeye ndio amejitoa. So kama kuhani mkuu ametoa dhabihu kwa ajili ya wale anaofanyia ukuhani. Makuhani kwenye Agano la Kale walitoa dhabihu kwa ajili ya wale wanaofanyia nini? Ukuhani. Wale wanaofanyia ukuhani hawakuwa wanaenda kujitolea nini? Are you getting it? Kwa swali la msingi, damu ya Yesu unakuwa umetoa wapi? Wewe kama nani? Maana hiyo ni dhabihu ya kuhani. Na tunaye kuhani. Mwasa sisi nasi ni makuhani. Unabidi uelewe vizuri. Kwa unajikuhania. Haleluya. Jitoe basi maisha yako. Sio tu na dhabihu basi. Unaenda kukopa ya mtu. Unasema natoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zangu, unachukua ya mtu. Kufa kwa ajili yako mwenyewe basi. Yeye amekufa, ndiye kuhani, ametoa uhai wake kwa ajili yetu wote. Asa ameonja mauti kwa ajili ya kila mmoja. So alikufa ili sisi tusife. Amekufa mahali petu, akazikwa mahali petu, akafufuka mahali petu, ameketi pale alipo, ndipo na sisi tulipo. Everything he did was for us. No more works. Hallelujah. Hakuhitajiki kazi tena. Amen. So Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 tulimalizia hiyo nafikiri katika wiki lililopita. Glory to God. Petro ngapi? Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Nasikia kuna watu walisema wa Korinto wa 13 hadi wa 10. Wakorinto Wakorinto wa 10 sijui. Korinto wa 10 hadi wa 13. Mambo hutokea. Haleluya. Mambo hutokea. Tanzania. Kipa kwa stress hii nchi unakuwa umetafuta tu mwenyewe. So First Peter, Petro wa kwanza 2:9. Asema bali ninyi ni mzao mteule. So anazungumza utambulisho. Bali ninyi ni. So lugha iko wazi. Ninyi ni. Anaongea na watu kwa ujumla wao, bila kutofautisha ukuaji wao wa kiroho, bila kutofautisha ubora wa kitabia kati ya mmoja na mwingine. Wote anasema bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Glory to God. So, waamini ni watu wa namna gani? Uzao mteule. Namba 2, ukuhani wa kifalme, royal priesthood, taifa takatifu. So, a holy nation, taifa takatifu, maana yake ni watu waliotakaswa. Tulisema kuhusiana na utakatifu katika maandiko tangu ya Agano la Kale ama inavyotumika katika scriptures, takatifu maana yake ni iliyotengwa, iliyowekwa maalum. Haikuwa na maana ya kwamba kitu kiwe kitakatifu ni chenyewe, yani ni intrinsic ama ni utakatifu unatokana na chenyewe. Kuna aliye kitakatifuza. Haleluya. Kuna aliye kifanya, yani aliye kitenga ukifanya kuwa maalum, yupo. Ndio kile kitu kinaitwa nini? Kitakatifu. Kwa hiyo mahali tu ambapo ng'ombe walikuwa wanapita, mbuzi wanakojoa, palipotengwa kwa maalum pakaitwa mahali kwa kumetengwa kwa ajili ya jambo fulani, kusudi fulani, panakuwa patakatifu. Kwa mbuzi walitoa watakatifu walipochukuliwa kwa ajili ya utumishi kwenye nini? Hekalu. Kondoo waliotengwa kwa ajili ya dhabihu wakaitwa nini? Watakatifu. Watu wenye dhambi ambao walitengwa kwa ajili ya huduma wakaitwa nini? Watakatifu. Siku zilizowekwa maalum kwa ajili ya shughuli za kimungu zikaitwa nini? Takatifu. Kwa takatifu haina maana pasipo dhambi. Do you understand? Takatifu ina maana ya kutengwa for a purpose. Kwa hiyo Ashaz wakasema kiti hiki ni cha mchungaji. Amen, amen. Maana yake wamefanyaje? Wamekitakatifuza. Upo hapo Edwin. Kiswahili cha kale hicho kidogo. Hallelujah.
Kwa maana yake hiki kiti ni nini? Kitakatifu. Kwa nani? Kwa ajili ya mchungaji. Wewe kimewekwa maalum kwa ajili ya mchungaji. Je, hiki kiti ni tofauti na kingine? Hapana. Kilipotengwa ndio maalum wake ulipokuja, na yupo aliyefanya. Kwa utakatifu wa mwamini si matokeo ya mwenendo wake. Ni kwa sababu ametengwa katika Kristo Yesu. Amefanywa maalum. So kwa kukaliwa na Kristo tumefanywa watakatifu. Kwa mwenendo wetu unakuwa wa utakatifu kwa sababu tumefanywa. So mwenendo wa utakatifu ni upi? Manake ni mwenendo wa tofauti na ulimwengu, au tofauti na kule uliko wewe. Ulikuwa katikati ya ulimwengu, sasa umetengwa, umefanywa mtakatifu, umefanywa maalum, ni kwa ajili ya Bwana. Kwa maisha yako yanakuwa kwa ajili ya nani? Ya Bwana. Yana tofauti na ulimwengu. Glory to God. Kwa first ni asili, and then ndio ina reflect katika mwenendo wako, kwamba sasa hiki kitu ambacho tumesema kikombe hiki ni cha baba. Wamama wanafanyaga hayo mambo kwenye nyumba zao. Sasa kikombe cha baba hatumii mtu mwingine. Ukiwa utaki na wewe kuwa baba. Haleluya. Mke wako akufanyaje? Akutenge. Sasa yani wao hii nyumba ya ajabu sana. Yani wanatuzuia kutumia vikombe, asema cha baba, cha baba. Nenda kwako. Tuko pamoja? Hamna kukasirika. Mama ndo akaamua hiki ni cha nani? So matumizi ya kile kikombe yanakuwa tu ni kwa ajili ya nani? Baba, si ndio? Okay. So mwenendo wa kikombe unakuwaje? Mwenendo wa kikombe. Mwenendo wa kikombe utakuwa wakati wote kwa ajili ya baba. Hauwezi kuta tena kikombe kinatumiwa na nini? Kinatumika kwenye mambo ya watoto, wanachezea, wanaweka mafuta, wanabeba, wanaweka udongo. No, utakuta kina usafi kwa ajili ya nani? Ya baba. Glory to God. Kwa nini? Kimetengwa maalum kwa ajili ya nani? Ya baba. Hallelujah. Sema mimi ni uzao mteule. So you can see mstari wa 10 unaofuata pale. Anasema nini? Hebu soma pale 10. Waraka wa kwanza Petro sura ya 2. Mstari wa 10. Sasa aliwaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake. Of course tumalizie tu B ya 9. Wala hamna haja kwenda 10. Sasa watu wa miliki ya Mungu mpate kufanya nini? Kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya nini? Ya ajabu. Okay, so muamini baada ya kufanywa mteule amepewa jukumu gani? Kutangaza fadhili zake. Maana yake kutangaza habari njema, kuhubiri injili. Hajaambiwa yeye anafunga tena siku 40 mlimani anaomba rehema. Hajaambiwa anaenda tena kutubia kuungama dhambi zake na kutafuta. No, dhambi ameshadili nazo. Anasema sasa katangaze fadhili zake. Mstari wa 10 tusome pamoja, anasemaje? Ninyi ambao mliokuwa kwanza si taifa. Mliokuwa mkupata rehema. Ni lugha ya wakati upi? Which tense is that? Past tense or continue or what? Or future tense? Past tense. Wakati mliokuwa amkupata rehema, bali sasa. Hebu sema sasa. Mmepata nini? Rehema. Alafu mliokuwa nini tena? Kwanza mlikuwa sio taifa. Alafu mmekuwa nini? Taifa. Mliokuwa mkupata rehema, bali sasa. So ngoja niwaulize swali. Muamini amepata rehema au anatafuta rehema? Kwa hiyo wewe ukishaanza kuomba rehema inasema nini kuhusu wewe? Nataka mjibu wenyewe. Mungu anasema amekupa rehema. Ulikuwa una rehema, umepata rehema. Alafu uko busy asubuhi mpaka jioni naomba rehema. What does it say about your mind? Upstairs kukoje? Either uko confused ama ukufundishwa vizuri. Amen. Kuna ngoja tunaimba rehema bure na neema sama nalo nilipewa, ndipo aliponifungua kwa Kalvari. Watu wanaimba vizuri kwa raha. Rehema bure na neema. Tulifanyaje? Wakimaliza tu wanaanza kuomba rehema. Paulo angewakuta watu kanisani ni viboko kuanzia mchungaji mpaka asha. Anaambia enyi wa Galatia, ni nani aliyefanyaje? Aliyewaroga.
Ile kurogwa pale manake umekuwa indoctrinated. Yaani umesikiliza mambo mengi, umekuwa influenced na taarifa nyingine. Sasa ninyi ambaye Kristo alikuwa presented mbele yenu, amesulubiwa. Ninyi ambaye mlipokea roho si kwa matendo ya sheria bali kwa imani. Inakuwaje tena mnataka kukamilisha wokovu wenu kwa matendo ya mwili? So, something is wrong with your mind. Sasa hamna akili. Tena tunatumia neno foolish Galatians. Unasema nimepewa rehema, unaanza kulilia rehema. Ndio yale mambo Jumamosi tunamhubiri mtu vizuri kwenye mkutano wa Injili. Njoo kwa Yesu usamehewe nini? Dhambi zako. Njoo kwa Yesu anakusamehe kabisa. Damu ya Yesu ina nguvu, inatakasa kabisa. Tunamjaza, anakuja kwa furaha, mtu anatoa mizigo yake, anashangilia. Jumapili asubuhi anaingia kanisani kwetu, anakuta tena si tuliomhubiria kwamba dhambi zake zimeondolewa. Tunalia tena na kuomboleza kuhusu nini? Na kumwomba Mungu tena atusaidie dhambi zetu. Unajua tunamconfuse huyu muamini mpya huyu. So these people, I thought I'm now saved. Unajua kuwa saved sometimes watu waelewe hata maana yake. Unasema nimeokolewa ila naendelea kushughulikia kwenda mbinguni. Kwa umeokoka alafu unashughulikia mambo ya ajabu. Sasa umeokolewa nini? Nimeokolewa lakini unajua dhambi hizi naomba kila siku rehema. Ungeacha kuokoka alafu uendelee kuomba rehema. Maana sasa it makes sense. Umeokolewa alafu tena bado dhambi zina nguvu juu ya maisha. Something is wrong somewhere. Ukija kanisani ndugu zangu, msio mnaacha vichwa nyumbani. Amen. Wala usikiache pale mlangoni. Njoo na kichwa. Tufungue maandiko, unatumia kichwa unasoma. Sasa Kiswahili kimenyooka. Kiko wazi. Mlikuwa mkupata? Bali sasa jamaa anasema leta sadaka ya rehema. Usimchape makofi huyo. Huyo ni tapeli tu. Sasa sadaka ya rehema ipi? Wakati tayari nimeambiwa nimepata nini? Rehema. Unaibiwa mjini. Lakini watu wote ambao tukiwaambia wasome Biblia wasome, acha waibiwe tu. Tutafanyeje sasa? Unamwambia kuna semina, hataki. Anakimbizana tu kutafuta wapi wanasema kuna muujiza. Acha apigwe vizuri. Anyooshwe. Mafundisho hawataki. Njoo Bible study hataki. Soma Biblia hataki. Hata kusikia promotion. Kupata mke chap, kupata mume chap, kurudisha mume aliyeibiwa, nyota iliyopotea, kusafisha sima kwa ndio anakimbilia. Acha anyooshwe, aibiwe kila kitu, akili itaanza. Unajua ukipigwa hivi kuna namna ni kama zile nani anasema nini settings, factory settings. Mfumo unajiributi. You reboot your system. Maana wengi hawashtoki mpaka sasa amefika sehemu akikosa njia, ameumizwa, amepigwa madeni kila sehemu, kesi kila sehemu, mahakamani ana kesi, kule ana madeni, sijui kazini amefukuzwa. Maana sasa ndio anatulia mwenyewe kutafakari maisha yake. Ile moment dakika 5 ya kukaa chini afikiri nini kimetokea kwani. Ndio anaanza hivi kumbe nilikuwa naibiwa. Lakini kwani hapa ni uongo. Anaanza kutafuta nini? Ulikuwa wapi muda wote? Sasa nakataa ujinga mimi. Sitakuwa mjinga. Glory to God. So ninaelewa kuna maandiko ambayo kidogo yanakuwa changamoto. Tunaposema muamini ametakaswa, believe, unaposema na mtu atasema lakini kuna andiko fulani linasema hivi. So ni vizuri mambo haya tunapojifunza tunakuwa na upana wake. So na scripture 2. Leo tunafanya moja tu kwa haraka tunamaliza, afu Jumapili ijayo tunafanya nyingine ya pili. Hallelujah. Scripture ya kwanza ni Waebrania sura 12 mstari 14. Waebrania sura 12 mstari 14 nasema hivi: tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Umesoma mstari sio? Tafuteni kwa bidii kuwa na nini? Na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. So kwa haraka unaweza ukaona kama neno lina suggest kwamba unapaswa utafute utakatifu.
pursue holiness. Asa nani watamwona Bwana? Ni watakatifu tu. Sasa watakatifu ni kina nani? That's a question. Sasa tunatafuta kuwa watakatifu. Sasa nani? Mungu mbinguni sio lele mama. Ni watakatifu tu watakaoingia. Nionyeshe mmoja. Yaani ni kazi. Ndio maana ni kazi kuokoka duniani. Unaokoka wapi sasa? Unamuuliza, mtu anasema watakatifu na watenda mbinguni, unamuuliza wewe ni mtakatifu? Siwezi kusema sana. Wakati nyaraka mitume kwa ujasiri wanaandikia kwa watakatifu walioko, au sio bwana? Mlioitwa muwe watakatifu. Iko clear. Nani ni mtakatifu? Muamini. Sasa anatafutaje utakatifu wakati ni nature yake? Ameitwa uzao mtakatifu. Ambia, tunatafuta kuwa watakatifu twende mbinguni. We want to make heaven. Hii sentence ya ku make heaven, hakuna witchcraft rafiki kubwa kama hii. Ni witchcraft to make heaven. You make heaven. Can you make heaven? So will you make heaven? Will you make heaven? Muuliza, heaven ni kachumba ambako na kitu nikatengeneze. What was the heaven that you make? Ni mbingu gani hiyo ya kwamba unapambania uingie? Yesu akirudi utakuwa wapi? Mpendwa, Yesu akirudi saa hii utakuwa wapi? Tukiwatuma mkahubiri Injili, hubirini Injili ikiwa nyepesi na imenyooka. Amen, amen. Acha mbwembwe na matisho, kwa sababu matisho hayaokoi mtu. Matisho? Kwa sababu hiyo, nani amekwambia uchomekee utakuwa wapi? Umetoa wapi? Yaani hata ukiangalia mahubiri kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, amehubiri Peter, au sio bwana? Akahubiri nani tena? Stefano. Wakahubiri kina Filipo. Wamehubiri watu mle ndani. Umewahi kuona wanauliza watu utakuwa wapi siku hiyo? Au kwamba enyi wazinzi, enyi walevi, naambia mnenda motoni. You can't see that kind of preaching. Wanamhubiri Yesu Kristo amesulubiwa, amefufuka. Haleluya. Na kwamba waaminio katika ufufuo wake wana uzima milele. Simple and clear. Kwa kikuuliza tena utakuwa wapi, unawajibu nini? Pale pale. Wapi? Ndani ya Kristo. Nilipo leo ndipo nitakapokuwepo na siku hiyo. Where will you be? In Christ. Imeisha hiyo. Mpendwa, tengeneza njia yako. Chukua Biblia yako, ifunge vizuri, nenda nyumbani na Mungu atakubariki. You can't make your way. Tengeneza njia yako uende mbinguni. Unamuuliza, wewe bro, umetengeneza? Umefikia wapi katika kulima kwako njia? Uko wapi? Hiyo njia yenyewe ina kona ngapi? Kuna milima je? Njia ile ni nyembamba iendayo uzimani. Kuna milima, kuna mabonde. Njia ya kwenda? Ukiniambia njia ina milima na mabonde ya utumishi, I understand. Because ministry is a race. Is it? Huduma ni nini? Ni mbio. Tunakimbia mbio katika kazi, tunatoa maisha yetu, tunatoa vitu, tunajitahidi, tunapambana, that's a race. Na kuna touch, kuna nini? Touch, kuna kupewa nini? Tuzo, thawabu. Si ndivyo? Kuna kupewa thawabu, kuna reward ya kila kazi. Ila mbingu sio thawabu. Tedi wanaiba, mbingu sio thawabu. Haulipi mbingu. Mbingu unapokea tu katika Kristo Yesu. Unazaliwa humo. Sema nazaliwa humo. Sabari ninyi mmeufikia mlima Sayuni, Yerusalemu wa mbinguni. We have arrived. You have arrived. We are on the mountain. Today, tuko kwenye huo mlima. Tuko kwenye jamii ya Mungu. Tuko kwenye familia yake. Taifa takatifu. Citizens of heaven. Sasa unamwambia raia wa nchi, unamwambia kwamba
atafute kuwa raia tena, atafute kuenda wapi? Tuko kwenye safari, naelekea Kanani, naelekea Kanani, naelekea Kanani, sijui sitarudi Misri. Kwenda mbinguni sio safari. Watu wa mbinguni wanazaliwa humo, na maneno matukufu yanasemwa juu yao, watu walio Sayuni, mchi wa Mungu. Sema, mimi ni mchi wa Mungu. Yes, why the city of the living God. Glory to God. Wakati watu wanataka kwenda mbinguni, Biblia inasema Yerusalemu imeshuka. Imetufuata tulipo. Wewe unataka kuifuata wapi? Tuko pale pale. Glory to God in Christ. So anasema na huo utakatifu. So utakatifu wa kutafutwa hapa unaozungumzwa ni upi? This is a question. Na unapaswa utumie akili yako vizuri when you are reading scriptures. Sasa unasema tu soma katika Roho Mtakatifu. Soma katika Roho Mtakatifu. How to read by the Holy Spirit. So neno utakatifu hapo ni neno lile of course hapa ni nomino. Limetumika kama neno nomino hapa. Nomino sasa sijui kama wote ni Waswahili wazuri. Nomino, mnajua nomino? Nomino. Noun. Nomino ni hagiasmos. Kwenye Kigiriki ni hagiasmos. Ni noun. Utakatifu. Glory to God. Nomino. Kwa hiyo ukiwa Mswahili achana na noun, wewe sema nomino. Ya kwako ni nomino. Hallelujah. Nomino. Hagiasmos. Amen. Muhimu sana. So amelitumia hapo akisema na huo utakatifu. Sarufi katika sarufi nomino ni matokeo ya kitenzi. Kwa watu ambao wanafuatilia lugha kidogo, nomino ni matokeo ya nini? Ya kitenzi. So nomino hii imetolewa kwenye neno hagiazo. Kwa hagiazo ndio kitenzi. So katika muktadha pia mwandishi wa Ibrania alifundisha ni namna gani waamini wametakaswa kwenye Ibrania 2:11. Akasema maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja, kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake. Atakasaye ni kitenzi, wanaotakaswa kitendo kinafanyika juu yao. So kitenzi hagiazo kimetumika katika andiko hilo. Kwa amemwita Yesu kwamba ni atakasaye na walioamini wanaotakaswa. Hii neno watoka kwa mmoja lina maana ya chanzo kimoja, one source. Kwa ametuita ndugu, sisi ni wa baba mmoja. Yeye atakasaye, Yesu Kristo, na sisi tunaotakaswa tumetoka kwa baba mmoja. Kitabu cha Ibrania sura ya 10 kama tulivyosoma asubuhi mapema wakati tunaanza, sema katika mapenzi yao mmepata utakaso. Kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Kwa utakatifu, utakaso, unaona ni mambo yale tuko pamoja. Kwa sababu na huo utakatifu unatakiwa ubaki kwenye kitabu cha Ibrania na muktadha matumizi ya maneno yake, na huo utakaso na huko kutengwa kwenu. Are you getting it? Tukisema hivyo ni sawa? Na huo utakaso na huo utakatifu na huko kutengwa kwenu. Is it okay? Iko sawa? Yanaenda pamoja? Thank you. Thank you. So anaeleza kwamba tunatakaswa kupitia kutolewa kwa mwili wa Yesu Kristo. Waebrania 9:13-14 anasema kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali ya majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili. Neno utakasa pale sasa ni kitenzi hagiazo. Basi si zaidi damu ya Yesu Kristo ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai. So damu ya Yesu imetakasa dhamiri zetu. Kwa tumekwisha fanywa watakatifu. Yaani tunastahili au tunafaa kumtumikia Mungu. Kwa mwandishi wakati anaandika hapa alishajenga hoja vizuri, namna muamini anafanywa nini? Mtakatifu. Kwa anasema tafuteni kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu. Unapaswa uelewe kwamba utakatifu anaouzungumza ni ule ambao tayari muamini amefanywa kwa Kristo Yesu. Glory to God. Kwa tukirudi kwenye Ibrania hapa 12:14 kuna neno lingine tafuteni. Kwa sababu hili ndio linakuwa kama mchawi hapa. Sasa unatafutaje kama kitu hicho tunacho? Tafuteni. Hii neno tafuteni lina maana ya hali ya kuwa unatenda jambo fulani. Ni hali ya kuwa unatenda jambo fulani. You practice something. Ni hali ya kuwa unafanya jambo fulani. Rejea nyingine Wakorintho wa kwanza 14:1.
Wakorintho wa kwanza 11 anasema ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni. Ufuateni nini? Hilo neno ufuateni ndio lile neno tafuteni. Ni neno moja tu. Yaani limetolewa kutoka kwenye neno moja la Kigiriki. Ufuateni ni kama tafuteni. Ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kutubu. Hii neno kufuata au ufuateni. Nafikiri neno dioko in Greek. Katika muktadha ni katikati ya watu. Anaposema ufuateni upendo, anazungumzia relationship katikati ya watu, namna tunavyoishi na wengine. Anasema ufuateni ni among men. Kwa maneno mengine ambacho anakieleza ni kwamba pursue, tafuta kutembea katika upendo katikati ya watu. Anachosema tafuta kutembea katika upendo katikati ya, anasema fuateni upendo, maana yake practice love. Amen, amen. Be walking in love. Sio kwamba unaenda kutafuta upendo kwa wapi. Amen, amen. Kwa tumesema neno tafuteni ni sasa na neno ufuateni. Yote ni neno dioko, ni mamoja. Kwa linaongelea kile unachokifanya katikati ya watu. What you practice. Kwa anasema ya kwamba ufuateni. Kwa lugha nyingine ni kile unachokifanya. You pursue, you do, you practice. Tafuta kutembea katika upendo, sio utafute upendo. Paulo ametumia pia hili neno ufuateni katika barua yake kwa Wathesalonika wa kwanza 5:15. Anasema angalieni mtu awaye yote asimlipe mwenzie mabaya kwa mabaya, bali siku zote lifuateni lilo jema. Hili neno lifuateni sasa neno fuateni au tafuteni. So ni neno lile la Kigiriki lilotumika katika maandiko ambayo tumeangalia. Lipo kuongelea matendo yetu kwa watu. Vitu ambavyo vingeathiri watu wengine. Vitu ambavyo vingeathiri watu wengine. Kwa katika uelewa huo unaenda kwenye Waebrania 12:14. Of course neno dioko lile. Fuateni, tafuteni, to practice ni kitenzi. So ukirudi pale anasema tafuteni kuwa na amani na watu wote. Inaweza kueleweka vizuri kama hivi. Ishi kwa amani na watu wote. Do you get that now? Tumesema neno lile ni vile tunavyofanya katikati ya watu vinavyoweza kuathiri wengine. Kwa anaposema tafuteni kuwa na amani na watu wote, kwa lugha nyingine anasema pursue to live in peace with others or with all men. Au ishi kwa amani na watu wote, au tembea kwa amani na watu wote. Si hiyo imekaa sawa? Imekaa sawa? Okay. So tunapofanya hivyo tunapofanya nini? Tunapoishi kwa amani na watu wote, huo ndio utakatifu. Hiyo sentensi sasa unaelewa? Zile koma zisikuchanganye. Anachosema ni hivi: ishi kwa amani na watu wote, ambao huo ndio utakatifu. Kwa lugha nyingine ndio maisha tulioitiwa, ndio kutengwa kwetu, kwamba sisi ni watu wa kuishi kwa amani na watu. Are you getting it? Kwa ishi kwa amani na watu wote, ambao ndio utakatifu, au ambao ndio utakatifu wetu, au ndio kutengwa kwetu, au ndio maisha tulioitiwa. Sisi tumetakaswa, sisi tumefanywa wa kwake, tumewekwa wakfu kwa ajili yake. Maisha yetu ni ya kuishi na amani na watu wote. So tafuteni, ishi kwa amani na watu wote, ambao ndio utakatifu, au huo ndio utakatifu ambao hakuna mtu atamwona Mungu asipokuwa nao. Are you now getting it? So usipoelewa vizuri msingi na muktadha wa sentensi, utafikiri kwamba asipokuwa nao mtu huo utakatifu hawezi kumwona Mungu mbinguni, kwa sababu amekwama kuishi kwa amani na watu, kwa hana huo utakatifu, na hivyo hawezi kumwona Mungu wapi? Mbinguni. Haongei, hamaanishi hivyo. Anachomaanisha ni kwamba unapoishi kwa amani na watu wote, tuko pamoja, ambao ndio utakatifu au ndio maisha yetu tulioitiwa au tuliotengwa, ndivyo watu watakavyomuona Mungu kwenye maisha yako. Yaani kwa lugha nyingine, hakuna mtu aliyeamini au ambaye hajaamini atamuona Mungu kwenye maisha yako kama utembei kwa amani na watu. Are you getting it? So it means maisha yetu ya utakatifu ambao ni kuwa na amani na watu wote yanafanya watu wamuone nani? Mungu. They see God in our lives as we walk peacefully among men. Amen? They see God in our lives as we walk in love among men.
Wanamwona Mungu kwenye maisha yetu kwa namna tunavyotembea katika upendo. Wanamwona Mungu kwenye maisha yetu kwa namna tunavyoishi kwa amani na watu wote. Kwa hakuna mtu aliyeamini au asiamini atakayemwona Mungu kwenye maisha yako, kwa sababu hii ni practice among men. Hakuna mtu atamwona Mungu kwenye maisha yako kama hatutembei katika huo utakatifu, hatutembei katika kuwa na amani na watu wote, hatutembei katika kuwa na upendo na watu wote. I hope this is very clear. Hallelujah. Kwa ishini kwa amani na watu wote, ambao ndio utakatifu, au huo ndio utakatifu ambapo watu watamwona Mungu kwenye maisha yenu mnapotembea hivyo. Waamini na wasiomwona, waamini watamwona Mungu kwenye maisha yenu. Kwa sio utafute huo utakatifu ili umuone Mungu. Wrong interpretation. Ni tafsiri mbovu kusema natafuta kuwa na amani. Unajua niliokoka bwana mwaka fulani. Sisi niliokoka mara ngapi? Unajua wakati huo tulikuwa tunaokoka sana. Hallelujah. Tulikuwa tunaokoka sana. Mkutano mmoja mzee Kulola mwaka 96 Sumbawanga Jangwani. Alihubiri wiki moja ina siku 7 na niliokoka mara 7. Hallelujah. 7 times. Akija leo kusema yo, wanaenda mbinguni wako kama wewe. Ukijitazama unaona unaenda tena kuokoka. Kesho akija anapiga message nyingine, ukijitazama unaona hamna, sijatosha, unaenda tena unaokoka. Now, so nilikuwa nimeokoka, alipohubiri mzee Kulola nikaona sijaokoka, nikaokoka tena. Hallelujah. Ikapita miaka mingine pia kwa sababu ya fundisho ambalo wakati mwingine unakuta bado unakuwa na confusion. Then nilikaja nikaokoka tena vizuri zaidi. Sasa sijui hapo itakuwa. Kaokoka vizuri zaidi. Wale watu wanasema sasa yule ameokoka vizuri. What do you mean? The man is born again good. Well born again. What does it mean? Born again is just born again. Yes, that man born again well. Before I was born again well. So nikaja nikaokoka tena. Amen. Elewa hivyo tu. Then nika nasoma mstari, nikaanza kumbuka watu niliowafanyia bifu fulani hivi. Sasa wokovu wangu hautakuwa na maana kama sijatafuta amani na hawa watu. Na mbinguni sitaenda. Yaani umeokoka ila mbinguni huendi. So nikaweka resolve. Toka shule nikaja likizo, kaanza kutafuta watu wale niliokuwa na bifu nao na reconcile. Of course it was good, isn't it? Lakini je, ndio ilikuwa inanihakikishia kwenda mbinguni? No. Hallelujah. It was good to reconcile with men. Haya, na ambao wamekataa, hawataki kuwa na amani na wewe, utafanyaje sasa? Na huo utakatifu ambao mtu asipokuwa nao hamuoni Mungu. Sasa kuna watu ambao wanaweza kujua kwenye position ya kuwa adui wa milele. Wewe unawataka, wao hawakutaki na wana beef na wewe. Ukikutana ni tif. Sasa awendi mbinguni kwa sababu hiyo? Hakuwa anamaanisha hivyo. Hallelujah. So uelewa ambao of course kimsingi tafsiri mbovu au neno dogo likitafsiriwa vibaya, ukweli mkubwa sana unafanyaje? Unapotea. Ndio maana ni muhimu tufanye kazi kwa bidii kuwa na fasili sahihi ya maandiko. Long interpretation inazaa mambo magumu sana. Glory to God. Kwa andiko hili linaongelea mwenendo au tabia yetu katikati ya watu. Wakati tunatafuta kutembea kwa amani, tunatembea katika utofauti. Tunatembea katika utofauti. Sasa unajua utofauti ndio utakatifu. Utofauti, utengo, uwakfu. So ijapokuwa tumefanywa watakatifu, tunapaswa kutembea katika utakatifu. Amen. Yaani kutafuta kutembea katika huo. Kwa hivyo tukitembea katika upendo, tunatembea katika utakatifu. Tukitembea katika amani na watu, tunatembea katika nini? Utakatifu. Lakini tulifanywa kwa watakatifu. Now we walk in that holiness. Glory to God. Hallelujah. So nafikiri hiyo naweza kusema iko more than clear. Hallelujah. So ili fundisho ni sasa na ile Paul alipoandikia Waefeso 5:1. Efeso 5:1. Ninamaliza na hii ni mara ya 6. Hallelujah. Nilikuwa namaliza kwa kimya mara ya kwanza, ya pili. Tuseme mwalimu mzuri anamaliza mara 6. Nimeshamaliza karibia mara 5. Hii ni ya 6. Hallelujah. Are you happy now? Glory to God. So, Waefeso sura ya ngapi? Ya 5 mstari wa kwanza anasema hivi, hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Kisoma KJV naongelea kama neno mimic. To mimic. So, neno mfuateni katika Greek hapa linaongelea what you do ni kama una copy, unaiga. Yeah, of course ni unaiga, una mimic.
Tuko pamoja? So anasema mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Haleluya. Unaweza kumalizia mstari unavyomalizia hapo. Mkaenende katika So anachofundisha kwenye Ibrania 12:14 ni hiki, kwamba tutembee kama watoto wa Mungu, tufanye kama Bwana alivyotupenda na sisi tuwapende watu wengine. Kwa tuenende namna hiyo. Namna gani? Namna ya upendo. Kwa mtembeo katika Kristo ni mtembeo wa namna gani? Haleluya. Mtembeo wa utakatifu ni mtembeo gani? Wa upendo, wa amani. Glory to God. Kwa hiyo kutembea katika upendo ni utakatifu, yaani mwenendo au tabia ya tofauti. Hii tabia inapatikana kwa watakatifu, wanatembea kwa upendo. Sisi ni watakatifu kwa damu ya Yesu. Sisi ni watakatifu kwa kukaliwa na Roho, na ni watakatifu kwa imani katika Kristo Yesu. Kwa hiyo tabia au matendo yetu yanapaswa kulingana na kile kitu tulicho nacho katika nani? Kristo Yesu. Sema, tabia yangu, mwenendo wangu unaendana na kile nilichopokea katika Kristo Yesu. Ninapokea mwenendo mwema kutoka katika utu wangu wa ndani. Ninapokea mtembeo wa upendo, kusamehe, kuachilia, kuwa na amani kutoka katika asili yangu mpya katika jina la Yesu. Ninaweza kufanya neno la Mungu kwa sababu nimezaliwa neno la Mungu. Ninaweza kutembea katika neno, nimezaliwa kwa hilo. Ninaweza kuenenda kwa Roho, nimezaliwa kwa Roho. Glory to God. So it is not difficult for us to walk in love. Why? Limemiminwa pendo ndani yetu. Hallelujah. Limemiminwa pendo ndani yetu. So, kuna mtu anaona ugumu kutembea kwa upendo? Kuna mtu anaona ugumu kutembea kwa upendo? Hapana. Okay. Kwa sababu gani? Pendo la Mungu limekwisha miminwa ndani yetu. Warumi 5:5. Kwa Roho yule anayekaa. Sasa pendo limekwisha kumiminwa ndani ya mioyo yetu kwa Roho yule anayekaa ndani yetu. Glory to God. Hallelujah.